Mi na swali. Kila wakati mtu anataka kuhusisha kitu chochote kizuri cha Afrika, hata husisha na Waafrika, hata husisha na Waarabu ama na Wazungu. Kwa mfano Kiswahili. Mnasema eti Kiswahili kina 40% vile mnavyosema. Najua mjafanya utafiti lakini pumbavu wenu unafanya mnasema kwamba ni 40% Kiarabu. Mbona mwezi mkafikiria kwamba Kiswahili Kiarabu kinawezekana kwamba ndio lugha ambayo iliomba maneno fulani kutoka kwa Kiswahili na sio hiyo, na sio kwamba Kiswahili ndio kiliomba kutoka maneno kutoka kwa Kiarabu. Hilo ndio swali langu. Kila kitu kizuri mbona kiwe kinahusishwa na wakoloni? Mbona kitu kizuri kisio kwamba kilianzishwa na Mwafrika? Waafrika mmepotoshwa na mnapenda sana kuamini uongo, hamtaki kuamini ukweli. Na mzungu alichukulia hapo nafasi ya kuwapotosha kabisa na Mwarabu. Eti Kiswahili ni 40% Kiarabu, alafu 60% Kibantu. Huo ni upuzi. Sababu mambo mengi ambayo yako katika Kiswahili yako katika lugha zingine hizi za Kibantu. Kwa hiyo kusema kwamba neno liko kwa Kibantu na liko kwa Kiswahili na linapatikana kwa Kiarabu, wewe utakamilisha tu kwamba hilo neno ni la Kiarabu. Wewe ni kama pia wewe hujielewi. Mmepotoshwa na hizo historia ambazo walikuwa wanaandika Waarabu. Hebu chukua nafasi, kila mtu mwache uzembe, mfanye utafiti. Acheni uvivu. Watu wafanye utafiti waelewe. Ukifanya utafiti kidogo tu utabaini kwamba maneno mengi ambayo yako katika Kiswahili ni ya Kibantu. Na ukipata maneno mengine ambayo yako katika Kiswahili na yako katika Kiarabu, chunguza vizuri sana, kuna uwezekano mkubwa kwamba ni Waarabu waliiga kutoka katika Kiswahili na sio njia hiyo nyingine. Msitupotoshe nanyi.